Mimi naitwa Beni Mwanantala. Leo mtazamaji, tunaye mkurugenzi kutoka Qsoft Technology ambao hawa mtazamaji ni wawezeshaji kupitia sekta ya elimu. Wanawezesha kwa namna gani? Wanatumia mifumo gani? Atakwenda kutuambia. Mkurugenzi mwenyewe wa Qsoft huyu hapa. Karibu sana mkuu. Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Engineer Amali Bahanza. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Qsoft Technology Company Limited. Ni kampuni ya Kitanzania na inamilikiwa na Watanzania wenyewe. Ina uzoefu sokoni wa miaka 5 kwa sasa, lakini tumejikita zaidi kwenye teknolojia ya elimu, hasa kwenye upande wa shule za msingi na sekondari. Teknolojia hii tuliyokuja nayo sisi ni rahisi hasa kwenye mifumo ya kufundisha na kujifunza. Kwa maana hiyo tumekuja na mfumo ambao wanafunzi au walimu wanaweza wakafundisha kokote walipo, lakini kwa kutumia maabara ya tehama ya kisasa. Maabara hiyo tunatumia mfumo wa tunasema ni any computing software. Ni programu ambayo inagawanya vifaa mbalimbali vya tehama ikiwemo keyboard, monitor na mouse kwa kutumia mashine moja au CPU moja. Hiyo CPU moja kuna ujanja wa kiufundi ambao tunaofanya ambao unasababisha ile terminal moja au tunasema monitor moja inatumika kama kompyuta inayojitegemea kabisa. Kwa hiyo tumejikuta tunapunguza gharama kabisa kwa 70% kutoka uwekezaji wa tehama hiyo kwenye mashule. Safi kabisa. Pengine unaiona wapi Tanzania? Na mtazamaji, kwa hili lazima tuzungumze wazi. Je, nchi yetu inakwenda wapi katika mapinduzi makubwa ya ukuaji wa sekta hii ya teknolojia? Kwa jambo hilo mimi naipongeza sana serikali. Kwa kweli mapinduzi ya tehama wameanzisha sera mbalimbali ambazo zinaenda kuikuza tehama Tanzania. Kwa sasa wamewekeza zaidi kwenye elimu. Kuanzia huko tunasema kwenye grassroots, primary na secondary, wanafunzi wajifunze kuhusu tehama kutoka huko. Kwa hata hii mabadiliko ya teknolojia tukizungumzia hii akili mnemba au AI, kwa sasa akili unde wanasema. Ndio. Naona sahari serikali inakwenda kuwekeza huko. Kwa kweli tutakwenda vizuri na naiona Tanzania miaka 5 ijayo tutakuwa mbali sana. Sasa mkurugenzi, nataka tuzungumze hapo manake kumbe kwenye mitandao, kwenye internet, kwenye ukuaji wa teknolojia kuna fursa nyingi, sio? Inakuwaje watu wachache wanatumia vibaya mitandao? Changamoto tulionayo nafikiri ni ukosefu wa elimu katika muundo huo wa hiyo mitandao. Kwa hiyo kwa hii sera ambazo serikali imeanzisha kwenda kuanzia primary huko, manake watoto watakuwa wakijua matumizi sahihi ya mitandao na matumizi yasiyo sahihi. Kwa hii itarahisisha zaidi miaka ijayo. Yaani nafikiri hii sera au hizi kampeni mbalimbali za kuweza kuelimisha wananchi zitakwenda vizuri kwa sababu serikali imeamua kuwekeza kuanzia kwa vijana wadogo huko chini. Wow, tunaita digital clubs ambazo zinaanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu. Mwisho kabisa, TCRA tupo kwenye kampeni nasema futa delete kabisa. Yaani umekaa hapo kwenye kifaa chako cha mawasiliano, simu, laptop na kadhalika, alafu unaingia ujumbe wenye viashiria vya kitapeli. Kuna ujumbe wenye viashiria vya uchochezi. Inabidi ufute na kudelete kabisa. Kampeni itakwenda kumsaidia vipi mwananchi na vijana kwa ujumla kwenye makundi mbalimbali hapa nchini? Kwa ujumla ni kampeni nzuri sana ambayo wameanzisha TCRA. Hii itaweza kutusaidia sana hata kuweza kupunguza ile tunasema picha ambazo si sahihi au sio za maadili katika mitandao ya kijamii. Ni kampeni nzuri sana na mimi naipongeza sana TCRA kwa kazi nzuri wanayofanya, kwa sababu tunaona yani tayari wananchi wengi wameanza kuelimika na kuweza kuendana na kampeni hiyo ambayo wameianzisha. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, ni mkurugenzi kutoka Qsoft Technology. Hawa jamaa bana ni hatari kweli kweli. Yaani wamerahisisha mfumo wa mawasiliano kwa usomaji kwa watoto. Yaani wanafunzi wanakuwa na monitor 12 lakini CPU inakuwa ni moja kama ambavyo unashuhudia katika baadhi ya picha. Haya ni mapinduzi makubwa katika ukuaji wa teknolojia. Mimi naitwa Beni Mwanantala na hiki ni kipindi cha Bambo la Mtaa kutoka hapa TCRA. Usitoke kwa kuwa bado mengi yanakuja. Tutazungumza na wadau mbalimbali ndani ya jiji hili la Dar es Salaam.